Imetimia jubilei ya fedha ya miaka 25 ya uinjilishaji kutoka Jimbo Katoliki la Tunduru Masasi lililopo kwenye mkoa wa Ruvuma. Hiki ni kipindi maalum cha kutoka kanisani kikikujia kutoka parokia Katoliki ya Mwesi inayopatikana zaidi ya kilomita 800 kutoka katikati ya mji wa Dar es Salaam hadi katika wilaya hii ya Tunduru iliyopo kwenye mkoa wa Ruvuma. Kumbe unasali na Wakristo wa mbali kabisa katika Jumapili ya kupendeza ya miaka 25 ya uinjilishaji katika jimbo hili Katoliki la Tunduru Masasi. Kihistoria, Ukristo uliingia kwa mara ya kwanza katika jimbo hili tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 1895. Misa ya kwanza ilisomwa katika kijiji cha Lukuledi tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 1895, ambapo Ukristo uliletwa na wamisionari wa Kibenediktini na Ukristo huo ukasambaa jimbo zima la Tunduru Masasi. Misa takatifu ya jubilei ya fedha ya uinjilishaji kutoka jimbo la Tunduru Masasi inaongozwa na Mwadhama Paul Kapengo, askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kwaya inayoimba kama unavyoona ni waimbaji wa kwaya Mtakatifu Cecilia kutoka parokia Katoliki ya Mwesi wakishirikiana na waseminari wa Mtakatifu Dionis iliyopo katika jimbo hili Katoliki la Tunduru Masasi. Ninayekuletea kipindi hiki cha kutoka kanisani naitwa Festus Makerubi, nikiwa nashirikiana na mpiga picha wangu Hamis Mwege. Karibuni sana. Walifurahi waliponiambia, walifurahi waliponiambia, nyumbani kwa Bwana, nyumbani kwa Bwana, twendeni nyumbani kwa Bwana, nyumbani kwa Bwana, nyumbani kwa Bwana, twendeni nyumbani kwa Bwana. Anasema, mimi nitawatafuta kondoo wangu, nitamweka mchungaji, naye atawalisha, na mimi Bwana
Kipindi ni maalum cha Kutoka Kanisani kikikujia kutoka parokia Katoliki ya Muwesi iliyopo kwenye jimbo Katoliki la Tunduru Masasi, ambapo wanaadhimisha jubilei ya fedha ya miaka 25 ya Ukristo. Tunapoadhimisha jubilei na kufanya uzinduzi wa seminari yetu, tuweze kuanza yote vizuri upya, kuweza kufikia kilele kingine kipya. Na hivi tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki hayo yote tunayokusudia kuyaweka mbele yetu. Hivi tunamwomba sasa Mwadhama Polycarp Kardinal Pengo atuongozee ibada hii ili nia zetu ziweze kufika mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, kusudi maombi yetu na dua zetu ziweze kupokeleka mbele ya Mwenyezi Mungu, tuanze kwa kukiri mapungufu yetu na kumwomba Mwenyezi radhi ili aweze kupendezwa na sadaka yetu tunayomtolea, na hivi akasikiliza pia maombi yetu, akapokea nia zetu njema. Tujute dhambi zetu, tujiweke tayari kutoa sadaka itakatifu. Na kungamia Mungu Mwenyezi na ninyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, na ninyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema, wenye kuondoa dhambi za dunia. Utuhurumie, ewe mwenye kuondoa dhambi za dunia. Pokea ombi letu, ewe mwenye kuketi kuume kwa Baba. Utuhurumie, kwa kuwa ndiwe uliye peke yako mtakatifu, peke yako Bwana, peke yako mkuu, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Kuomba utukirimie neema zako kwa ajili ya mastahili yake. Tunaomba yo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua,
na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme, mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Hili ndilo neno la Mungu. Kumbuka ni kipindi cha Kutoka Kanisani kikikujia kutoka Parokia Katoliki ya Muwesi iliyopo Jimbo Katoliki la Tunduru Masasi, ambapo Wakristo wa jimbo hili leo hii wanasherehekea jubilei ya fedha ya miaka 25 ya uinjilishaji tokea kuingia lilipoanzishwa jimbo lao mwaka 1986. Somo la pili. Somo katika waraka Mtume Paulo kwa Efeso. Na wasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama nilivyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho Mtakatifu katika kifungo cha imani. Mwili mmoja na roho moja, kama na ndivyoitiwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya kuhudumu itaendelea hata itakapofikia umoja wa imani na kufahamu sana Bwana wa Mungu, hata kwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hili ndilo neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Habari njema kwa watu wote kama ilivyoandikwa na Luka. Bwana aliweka wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji
na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni, na watuma kama wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wala mkoba wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Na nyumba yoyote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. La hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii, na mji wowote mtakaoingia, wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekwavyo mbele yenu, wapozeni wagonjwa waliomo, waambieni, ufalme wa Mungu umekaribia. Hilo ndilo neno la